Karibu mtazamaji wa Zone Media, jina langu unaitwa Victor Moshi. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limedai kuwa limeua mpiganaji wa kundi la Hezbollah katika shambulio lililofanywa na ndege isiyo na rubani kusini mwa Lebanon, hatua inayoongeza mvutano mpya licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo la tukio, angalau watu wawili waliuawa baada ya gari waliokuwa wakisafiria kushambuliwa na ndege ya Israel. Baadaye jeshi la Israel lilisema kuwa mmoja wa waliopoteza maisha ni Hassan al-Jamil Atu, ambaye linadai alikuwa mpiganaji wa kundi la Hezbollah. Shambulio hilo limejiri miezi kadhaa baada ya Israel na Hezbollah kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Novemba, kufuatia zaidi ya mwaka mmoja wa uhasama uliohusisha mapigano makali katika mpaka wa Lebanon na Israel. Katika kipindi hicho, pande zote mbili zilihusiana katika mashambulizi ya kila mara, huku vita vya wazi vikidumu kwa takribani miezi miwili. Licha ya makubaliano hayo, hali ya usalama katika eneo hilo imeendelea kuwa tete. Israel imeendelea kufanya mashambulizi ya anga ikidai inalenga vituo vya kijeshi vya Hezbollah, wakati huo huo Hezbollah ikiituhumu Israel kwa kuvunja makubaliano ya amani kwa mashambulizi ya mara kwa mara. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema tukio hili linaweza kuongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kurejea kwa mapigano makubwa, hasa ikizingatiwa kuwa mpaka wa Israel na Lebanon umekuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa tangu kuanza kwa vita kati ya Israel na Hamas mwaka 2023. Mpaka sasa kundi la Hezbollah halijatoa tamko rasmi kuhusu mauaji ya Hassan al-Jamil Atu, ingawa mashambulizi kama haya mara nyingi yamekuwa kichocheo cha hatua za kulipiza kisasi kutoka kwa kundi hilo lenye uhusiano wa karibu na Iran. Sasa hivi jeshi la Israel linazidisha mashambulizi katika kundi la Hezbollah nchini Lebanon, ambapo usalama unazidi kuwa tete kutokana na mashambulizi ambayo jeshi la Israel inazidisha nchini Lebanon. Mtazamaji, kuna mengi sana tutakwenda kuyafahamu, lakini taarifa hii nimekusogezea ikiwa ni breaking news kutoka huko nchini Lebanon. Mimi ni Victor Moshi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.